Hatimaye bodi ya ligi imepata mwenyekiti mpya pamoja na CEO mpya. Sasa katika taarifa ambayo imenaswa kwa njia ya barua kutoka kwa bodi ya ligi kwenda kwa vilabu siku ya tarehe 20 mwezi wa 6 mwaka 2025, inamwelezea kwamba Bwana Nassor Idrissa ndiye atakuwa mwenyekiti mpya wa bodi ya ligi kuu Tanzania TPLB. Bwana Nassor Idrissa yeye ni mwenyekiti wa klabu ya Azam FC na ameweza kuchukua nafasi hiyo baada ya kujiuzulu kwa aliyekuwa mwenyekiti Bwana Steven Mguto, na ni kwa mujibu wa kanuni za uongozi za bodi ya ligi, haswa kanuni ya ibara ya 33 kifungu namba 5 ambayo inamwezesha yeye Bwana Nassor Idrissa ambaye alikuwa ni makamu mwenyekiti wa bodi ya ligi hiyo kuwa mwenyekiti kamili wa bodi ya ligi hiyo baada ya kujiuzulu kwa mwenyekiti ambaye ni Steven Mguto. Sasa Bwana Nassor Idrissa ambaye maarufu anafahamika kwa jina la Father ni mwenyekiti wa klabu ya Azam na ni kiongozi wa muda mrefu wa bodi ya ligi kuu. Lakini katika taarifa nyingine ni uteuzi mpya wa CEO ama mtendaji mkuu wa bodi ya ligi, na ambapo aliyechaguliwa ni Bwana Ibrahim Mwayela. Ibrahim Mwayela yeye alikuwa ni mkurugenzi wa fedha wa TFF wa bodi ya ligi, na yeye pia ni mtu ambaye amekuwa katika uongozi wa bodi ya ligi kwa muda mrefu. Sasa ameteuliwa na rais wa TFF kuwa CEO mpya wa bodi hiyo ya ligi. Hiyo ni baada ya kusimamishwa kazi kwa Almas Kasongo ambaye alikuwa ndiye CEO wa bodi hiyo ya ligi. Kwa hiyo hizo ndo teuzi mpya zimeweza kudhihirika, ni kutokana na barua ambayo bodi ya ligi imeviandikia vilabu ambao ndio members ama ndio wahusika wakuu wa bodi hiyo na kuwapa taarifa hiyo. Kumbuka kwamba Juni 13 mwenyekiti wa bodi hiyo Steven Mguto aliandika barua ya kujiuzulu, huku Almas Kasongo akisimamishwa kazi na rais wa shirikisho la soka nchini Tanzania TFF Wallace Karia. TFF wanaendelea na mambo mengine ikiwa ni swala la uchaguzi. Wapo katika stage ya mwisho ya kurudisha fomu, ambapo tarehe 20 ilikuwa ni siku ya mwisho ya kurudisha fomu, na wagombea mbalimbali wamerudisha fomu, kina Rashid Shija, kina Ali Mayai, kina Dominic Salamba na wengineo wengi wamerudisha fomu, huku pia baadhi wakilalamikia kukosa endorsement zinazowawezesha kuweza kwenda kwenye box la uchaguzi, kwani sheria zimebadilika. Utaratibu wa zamani ilikuwa endorsement unaweza ukazipata kwamba labda shirikisho la soka la mikoa linaweza likampa endorsement watu wawili tofauti, ama klabu ya soka inaweza ikampa endorsement zaidi ya mtu mmoja, lakini kwa sasa hivi endorsement ni moja kwa mgombea mmoja. Na sasa inavyoonekana ni kwamba Wallace Karia tayari amechukua endorsement 46 kati ya 47, ilikuwa inasemekana hivyo, lakini kuna mgombea amepata endorsement 5. Kwa hiyo yule mgombea wa kwanza ambaye alikuwa amesema kwamba Wallace Karia amepata 46 kati ya 47 alikuwa amekosea, kwani kuna mgombea yeye amepata endorsement 5 ambaye ni Dr. Mbete Mshindo Msola ambaye alikuwa ni mwenyekiti wa zamani wa klabu ya Yanga. Kwa hiyo endorsement bado zipo na zinaendelea kuelekea uchaguzi huo wa TFF ambao utafanyika Agosti 16 jijini Tanga. Jina langu ni Gerald Fumbi, ni Maleby TV. Endelea kutufuatilia ili uweze kupata taarifa mbalimbali za kimichezo.